Heshima zote zina wewe Bwana. Mfalme, hakuna kama wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema Bwana ameweza kuifanya tukaweze kufurahi na kushangilia ndani yake. Karibu sana mtazamaji wangu, karibu sana ambaye unayenisikiliza asubuhi hii ya leo. Karibu sana katika program hii na ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwangu ninaiona ni ibada iliyo kamili ambayo imempendeza Mungu, tukaweze kushiriki kila siku asubuhi masaa kama haya. Karibu sana, karibu wote mnao likes, tumeni like zenu, comment zenu, na hata wale ambao mna ushauri, tuko huru kupokea ushauri wenu. Karibuni sana, karibuni sana, karibu wageni, karibu wenyeji, naona mmeanza kuingia, karibuni sana. Karibu, amsha rafiki, amsha ndugu, amsha jamii, ili tukaweze kumwabudu Bwana asubuhi ya leo. Hakika Mungu amekuwa mwema ndani ya maisha yetu, ametulinda, ametuhifadhi, hadi tumeweza kuona siku hii ya leo. Hatuwezi kuichukua ikiwa ni jambo la kawaida, lakini tunamshukuru Mungu kwa yale matendo ambayo ametenda ndani ya maisha yetu. Karibu sana, karibu unayenitazama, karibu unayenisikiliza. Ingia katika page yako Pastor Ruth Mande, ingia kwa page hiyo, angalia, utamwona Pastor Ruth mahali pale, na si mwingine bali ni mimi ninayezungumza pamoja nawe asubuhi hii ya leo. Karibu sana ndugu yangu, karibu sana binti yangu. Mungu akazidi kuwabariki, akazidi kuwainua asubuhi ya leo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakuinua, ninakupa sifa Mfalme asubuhi ya leo. Asante kwa wema wako na upendo wako ndani ya maisha yetu. Asante kwa kibali ambacho Bwana umetupa Mfalme asubuhi ya leo. Hakika Bwana umekuwa mwema, umetuhifadhi, umetulinda usiku wote. Hata asubuhi ya leo umetupa pumzi na uhai na nguvu na afya katika miili yetu. Tunayo sababu Bwana ya kukutukuza. Tunayo sababu ya kuleta sifa mbele zako. Ndipo Bwana tumeleta shukurani na sifa, tukisema asante kwa wema wako. Asante kwa matendo yako ndani ya maisha yetu. Asante kwa neema hii Bwana umetujalia asubuhi ya leo. Hakika wengi hawakuweza kuona siku hii ya leo, lakini sisi Mfalme umeweza kutupa nguvu, umeweza kutupa na pumzi na uhai ya tukaweze kuiona siku hii ya leo. Najua ni mengi mazuri ambayo Bwana umeweza kutupangilia kwa siku hii ya leo. Katuwezeshe Mfalme yakaweze kutimia maishani mwetu kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana hata kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana uliotuandalia asubuhi ya leo. Wacha Mungu wetu wa rehema ukanene nasi kiwango kingine tofauti, tukaweze kukuelewa, tukaweze kukuheshimu na kukutii siku zote za maisha yetu. Asante kwa uaminifu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu sana. Tuma comments zako, tuma like, weka likes zako hapo, tuma comments. Karibu sana, karibu share hata kwa ndugu zako, share kwa marafiki, share video hii. Bwana Yesu asifiwe, ili ujumbe ukaweze kuwafikia na hata wale wengine. Na sitaweza kusahau kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupa nafasi hii tukaweze kumwabudu katika ibada hii ya leo. Na pia kuwashukuru nyinyi wote ambao mnaosimama pamoja nami katika maombi, mnaonitia nguvu. Mungu akazidi kuwabariki, Mungu akazidi kuwatendea mema. Wale ambao wanaingia katika mifuko yao hata kuhakikisha kuwa kipindi hiki kinaenda hewani sawa sawa, Mungu akazidi kuwabariki. Wale ambao wanaleta ideas zao, Mungu akawabariki, Mungu akawabariki.
Mungu akawatendee mema, Mungu akakutana na kila hitaji mnalolihitaji maishani mwenu. Mungu akazidi kuwatendea mema. Asanteni sana. Asante kwa wote ambao wanaofanya ofisi hii inakaa iko smart. Asante sana. Asante. Mungu akazidi kuwabariki na Mungu akawatendee mema. Leo ningependa tushare neno moja ambalo nimekuwa nikilitamani tukaweze kushare pamoja nanyi. Inasema upanga ukatao kuwili. The two-edged sword. Bwana Yesu asifiwe. Upanga ukatao kuwili. Na nikawa nikiangalia upanga huu ni upanga wa aina gani? Upanga ambao unakata pande zote mbili. Upande huu ni mkali na upande huu ni mkali. Kwa hivyo unapopitisha pande hii inakata, unapopitisha pande hii inakata. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni upanga wa aina gani? Upanga mkali wa vita. Upanga ambao kazi yake ni kutawanya. Ni upanga kazi yake ni kuhukumu. Na upanga huu kazi yake ni kugawanya. Bwana Yesu asifiwe. Na naposoma kitabu cha Yoshua 1, enda nami na kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 8. Inasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu. Maana ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapositawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo Mungu anaongea na Yoshua baada ya Musa kuondoka. Yoshua akashika nafasi pale pa Musa, na kuna maneno ambayo Mungu akazungumza naye, na haya ni maneno ya mojawapo ambayo Mungu alizungumza na Yoshua. Anamwambia nini? Kitabu hiki cha Torati kisiwahi ondoka kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda, yani kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu. Maneno yaliyoandikwa humu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtumishi wa Mungu Yoshua, anainuliwa aanze kuwaongoza wana wa Israeli kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Na Mungu ananena na yeye haya maneno kuwa kitabu hiki cha Torati. Bwana Yesu asifiwe. Hichi kitabu cha Torati kinafananishwa na mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Waefeso 6. Enda nami katika kitabu cha Waefeso 6 mlango wa 17. Waefeso 6 mlango wa 17. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuipokee chapeo ambao ni upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunamwona Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiwahi toka kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni neno la Mungu, naye mtumishi wa Mungu Paulo anawaambia Waefeso kuwa
hiyo upanga ambao ninaoongelelea wa kiroho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno la Mungu. Na nikaona katika mtazamo ambao niliokuwa nikiangalia, upanga wa roho ni neno la Mungu. Upanga wa roho ni neno la Mungu. Na ni upanga pekee. Si upanga tu wa kawaida. Ni upanga ukatao kuwili. Unakata upande huu na unakata pande huu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ni upanga wa kipekee ambao unaofanya kazi katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni upanga mkubwa wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kukwambia upanga huu kazi yake ni kugawanya. Kazi yake ni kuhukumu. Na kazi yake ni kutawanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unapoangalia katika neno la Mungu, hili neno la Mungu linakusaidia katika maisha yako, katika vile unavyokuwa, vile unavyoishi, inakusaidia. Na ndipo mtumishi wa Mungu Petro akawaambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nani ya kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 36 hadi 38, anasema nini mtumishi wa Mungu Petro? Anasema basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo aliyesulubishwa kuwa Bwana na Kristo. Na mstari wa 37 anaendelea kusema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtumishi wa Mungu Petro mahali hapa anawaongelesha wale wana, baada ya kujawa na Roho Mtakatifu, akatoka nje, akaenda kuambia wale watu jinsi kwa nini Yesu alikuja, akafa, akafufuka ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona katika mstari wa 30 anasema, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo aliyesulubishwa kuwa Bwana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wajue kupitia chapio hili, kupitia andiko hili, wakajue kuwa Mungu amemfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona wana wa Israeli wanaposonga, walipomsongea na kumuuliza tufanyeje? Katika mstari wa 28 Petro anawaambia tubuni na mkabatize. Bwana Yesu asifiwe. Watubu na wakabatize. Na nikawa nikiangalia haya maandiko, kwa nini tutumie huu upanga ambao ni ukatao kuwili? Kwa nini tukae na hili neno ambalo ni neno la Mungu ndani ya maisha yetu? Bwana Yesu asifiwe. Maana inaniambia ni upanga ulio mkubwa, na ni upanga uko tayari kutugawanya, ni upanga ambao uko tayari kutuhukumu, ni upanga ambao unatawanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokana katika hali ya kukana huu upanga, maisha yetu hayawezi kuwa maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo katika huo mstari ndipo mtakapofanikisha njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Tutakapokukubali huu upanga ukatawale ndani ya maisha yetu, tutakapokupokea upanga
ndani ya maisha yetu, inabadilisha maisha yetu. Ni lazima ifanye upya maisha yetu. Lazima tutawanyishwe na yale vitu ambavyo tulikuwa ni vya kale. Vile vitu ambavyo vilikuwa vikitawala maisha yetu ni vya kale. Kumbuka, wengine wetu tulikuwa tumefungwa hirizi, wengine wetu tulikuwa tumekatwa na vijembe, tukaambiwa hiyo ndiyo kinga. Wengine wetu tulipitia katika mikono tofauti tofauti, tumeleleka katika boma tofauti tofauti. Nyanya zetu walitufunga mahirizi, tulifungwa makamba mikononi, tulifungwa mahirizi viunoni, tulifungwa mahirizi kila mahali za kutuzuzi, tukiambiwa ni kinga ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tukachanjwa, tukawekwa madawa ndani ya miili yetu, tukiambiwa ni kinga ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizo kinga hazikutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hizo kinga hazikutusaidia. Pamoja na hizo mahirizi zetu, pamoja na kuchanjwa kwetu, bado shetani aliendelea kutugandamiza. Shida hazikuondoka manyumbani mwetu. Tabu vilikuwa pamoja nasi. Magonjwa yalitufinilia. Matatizo yalizidi kutawala katika boma zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kando na hizo hizi ambazo tulizokuwa tumefungwa, kando na hizo mchanjo tulikuwa tumechanjwa na tukaambiwa hizi ndio kinga zilizo kamili ndani ya maisha yetu, bado maisha yetu yalikuwa magumu. Bado kazi hatukuzipata, bado katika biashara zetu hazikunawiri. Bwana Yesu asifiwe. Tulizidi kung'ang'ana kimaisha, tulizidi kustruggle katika maisha ambayo tulikuwa tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo mtumishi wa Mungu akawa anafunuliwa aya maono kuwa kitabu hiki cha Torati kisiwahi ondoka kinywani mwako, bali ukaitafakari usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, Mungu anamwambia mtumishi wa Mungu, anafunua siri hii ya kuwa unapokoka, unapompokea Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako, hili Torati ambao ni upanga umeachiliwa maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninaona maisha ya mtu ambaye aliokoka ni mtu ambaye amewekwa upanga, na huo upanga nimekwambia ni upanga ukatao kuwili. Ni upanga ambao ni mkali, ni upanga mkubwa ambao ni mkali, ni upanga ambao huwezi kulinganishwa na upanga mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni upanga ambao huwezi kulinganishwa na chochote, unapookoka unapokea hiyo chapio cha kwanza cha wokovu kupitia Roho Mtakatifu. Ni wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ni neno la Mungu. Tunapopokea hili upanga wakati tunaokoka, linatusaidia kugawanyisha, linatusaidia kututawanyisha, inatusaidia sisi kututawanya na vitu ambavyo tulikuwa tumevizoea katika maisha, inatusaidia kuhukumu kilicho baya na kilicho kizuri ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo kazi yake ni kutusaidia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko na baada ya sisi kutugawanya, baada ya sisi kutuhukumu, baada ya kututawanya na vile vitu ambavyo tulikuwa tumevizoea ndani ya maisha yetu, vitu ambavyo vilikuwa vimepandwa na adui ndani ya maisha yetu, vitu ambavyo tulikuwa tunaviona ni vitu vinaweza kutusaidia katika maisha yetu, dhambi ambazo zilikuwa zimetawala ndani ya maisha yetu, tunapopokea injili hii ambao Petro anaongelesha wana wa Israeli, tunapopokea injili hiyo, wanawaona Israeli, tufanyeje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Tufanyeje sasa?
baada ya kupokea hiyo Injili. Naye Petro anawajibu, anawaambia, tubuni na mkabatizwe mkapate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na nimetangulia kukwambia kipawa cha Roho Mtakatifu ambayo tunachokipokea cha kwanza ni wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ni neno la Mungu. Tunapolipokea linatusaidia kututawanisha na yale dhambi ambayo yalikuwa sugu maishani mwetu. Yanatusaidia kututoa katika maagano ambao tulikuwa tumeweka agano katika wakati ule ambao bado hatujaokoka. Inatusaidia kututoa katika vifungo ambavyo tumekuwa tuko navyo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi hii ni kazi ya huo upanga ambao ni neno la Mungu. Kwa hivyo unastahili unapookoka, jambo la kwanza ni uanze kulisoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uanze kujifundisha kulisoma neno la Mungu. Na maandiko yananiambia unapoanza kujifundisha kusoma neno la Mungu, mtumishi wa Mungu anasema, maana ndipo utakapofanikisha njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutawanywa, baada ya kugawanywa, baada ya hukumu imetoka, Bwana Yesu asifiwe, ndio njia zetu zinaanza kufanikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Zinaanza kufanikishwa. Tunaanza kufikia mafanikio ambayo Mungu aliyoyapanga juu ya maisha yetu. Tunaanza kufikia kuwa na mafanikio katika biashara zetu. Tunaanza kuwa na mafanikio pale katika boma zetu. Tunaanza kuwa na mafanikio. Kumbuka nimetangulia kukuambia tulikuwa tumefungiwa yale mailizi. Tulichanjwa tukiambiwa haya ndio yatatulinda, lakini badala ya kutulinda yalitufunga. Tukawa tunaishi katika shida, tukawa tunaishi katika tabu. Lakini baada ya kumpokea Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yetu na kupokea hichi kipawa cha Roho Mtakatifu cha kwanza ambayo ni wokovu na neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe, tunaanza kufanikiwa kufikia mafanikio katika maisha yetu, kuwa na mafanikio katika biashara zetu. Tunakuwa na mafanikio hata katika boma zetu, katika nyumba zetu, hata katika mahali popote tulipo. Mafanikio yanaanza kuonekana maishani mwetu, na si mafanikio tu madogo madogo, mafanikio makubwa ambayo hatungeweza hata kuinunua, hatungeweza kuyafikia, hatungeweza kuyaaford. Tunaanza kuyafikia kwa sababu neno la Mungu tumelipokea ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yetu tunaona inaanza kuwa ni maisha ya kubarikiwa. Tunaanza kubarikiwa nyumbani, tunaanza kubarikiwa sokoni, tunaanza kubarikiwa kila mahali tunapoingia. Baraka za Mungu zinaanza kuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Unalima kashamba kako kadogo, kana kuwa, yani mimea inakuwa mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Mpaka watu wenyewe wanashangaa. Wanauliza, hii shamba ndogo tu. Yes, ni kadogo machoni pa wanadamu, lakini kwa sababu umeunganika na wokovu na umeunganika na neno la Mungu na Yesu mwenyewe umempokea, maisha yako yanaanza kunawiri. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yako yanaanza kuwa na mafanikio. Kila unachokifanya kinakuwa na mafanikio. Kila unachokiguza kinakuwa na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Vile maandiko yananiambia Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Unaona katika kazi ambayo unayofanya, hata kama ni biashara kadogo, Mungu anazidi kuipanua. Mungu anazidi kuipanua. Unaongeza biashara nyingine, unaongeza na nyingine, mpaka unaongeza ilianza vipi? Ilianza wakati nilimpokea Yesu kwa Mwokozi ndani ya maisha yangu.
Bwana Yesu asifiwe. Maana ile wakati nilimpokea Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yangu na nikakubali kutubu, kama vile Petro anavyowaambia wana wa Israeli walipokubali kutubu na kuziacha njia zao zote mbaya, anasema mpate kuondolewa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Dhambi zetu zilipoondolewa, tulipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tulipokea kipawa cha Roho Mtakatifu, mafanikio yakaanza kuingia ndani ya maisha yetu. Mafanikio makubwa yakaanza kuingia ndani ya maisha yetu. Na mstari wa mwisho anasema ndipo utakapositawi sana. Haleluya. Ndipo utakapositawi sana. Ni hali ya kusimama imara. Ni hali ya kusimama au yumbi. Hakuna chochote kinachokuyumba, kinakufanya unayumba yumba. Hata ije msukosuko wa aina gani, hata ije tabu gani, haiwezi kukuondoa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ije magonjwa aina gani, hata ije tabu aina gani, haiwezi kukuondoa katika neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni agano ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni agano ndani ya maisha yako, ni lazima yale makusudio ya Mungu ambayo amenena katika neno lake kwa ajili ya maisha yetu, ni lazima yakaweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo anasema ninaliangalia neno langu ili nikaweze kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno analiangalia kwa yule aliyelipokea. Na ni yule aliyempokea Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yake. Ni yule ambaye aliyekubali kuachana na dhambi. Ni yule ambaye alikubali kuachana na yale ambayo alikuwa akiyafanya maovu na kumpokea Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yake. Yeye ndiye anapokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu ambaye nimetangulia kukwambia ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anaunganika na hii ya kuwa anasitawi. Hata kuwa mtu wa kuyumba, hata ije upepo kiasi gani, hauwezi kumwangusha. Bwana Yesu asifiwe. Hata ije kitu gani ambacho kimepangilika na kina nani, ama kilipangwa na nani, hata na shetani mwenyewe, hauwezi kuanguka. Hauwezi kuanguka mama, hauwezi kuanguka kijana, hauwezi kuanguka mzee, unapoweka misingi yako katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno la Mungu linakusaidia, linakuongoza, linakufundisha, linakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Linakusaidia, linakutunza katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposoma kitabu cha Wafilipi 3 mlango wa 14, mtumishi wa Mungu Paulo anaongea na Wafilipi, anawaambia nini? Na kaza mwendo ili niifikie mendea ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anajikaza kwa nini? Yuko stavu. Anajiaminia kuwa alipopokea wokovu na alipopokea neno la Mungu ndani ya maisha yake, yeye yuko imara. Kwa hivyo anajikaza ili asije akaanguka. Anajikaza katika mwendo huu ili akaweze kufikia katika ile thawabu ambayo Mungu aliyopanga juu ya maisha yake, ili akawe mmoja wa kurithi ule ufalme wa mbinguni, ili akaweze kufikia makusudio ya Mungu katika maisha yake. Na ndipo anasema nikaifikie mendea ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo Yesu. Maana alijua ako na mwito ndani yake. Alijua kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya maisha yake, na lazima akaifikie. Na hawezi kuifikia akiwa ni mtu wa kuinuka na kuanguka, na akaamua kulishikilia neno la Mungu,
na alipoamua kulishikilia neno la Mungu likamfanya akawe imara, na ndipo akaendelea kusimama. Hata ikija mawimbi ya aina gani, hata ije mateso ya aina gani, hata ije chuki ya aina gani, hakuanguka. Alishikilia imara neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ambao ni upanga. Bwana Yesu asifiwe. Kila adui anapokuja, kila mipango inayopangwa na adui, anatumia neno hilo kulitawanyisha, anatumia neno hilo kuligawanyisha, anatumia neno hilo kulihukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikamfanya yeye kunawiri katika maisha ya wokovu, ikamfanya yeye kunawiri katika maisha yake, ili akaweze kuyafikia yale makusudio ya Mungu, ile mwito wa Mungu ambao Mungu alikuwa ameiweka ndani yake, akaweze kuifikia. Bwana Yesu asifiwe. Akaweze kuifikia makusudio ya Mungu. Kama vile wewe ndugu yangu, kama vile wewe mama yangu, wewe kijana ambaye ninazungumza na wewe asubuhi ya leo, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya maisha yako, lakini unashindwa, nitaifanyaje hivi vitu ambavyo Mungu amekuwa akinidai, akiniita nikaweze kuvifanya? Mtumishi wa Mungu Petro anawaambia tubuni na mkabatizwe. Tubuni na mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mpate ondoleo la dhambi. Hiyo ndio stage ya kwanza. Na mtakapoondolewa dhambi, anaendelea kusema, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimetangulia kukwambia kipawa cha Roho Mtakatifu ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu naye nisikilize, asubuhi ya leo unaweza kufanya uamuzi, kwa maana umeyumba siku nyingi. Unainuka unaanguka, unainuka unaanguka. Kila unayejaribu kufanya yaende, kila unayejaribu kufanya uyaende. Kumbuka kuna vile vitu ambavyo tulikuwa tumechagua ni kama ni vikinga ndani ya maisha yetu, lakini vimetuangusha. Bado matatizo yanazidi kutuandama, magonjwa yanazidi kutawala ndani ya maisha yetu, ndoa zetu bado zinazidi kuharibika, watoto wetu wamezidi kupotea, chuki imeingia hata katika jamii, katika familia, ndugu na dada hawaelewani. Asubuhi ya leo unaweza kufanya uamuzi wa kumpokea huyu Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yako. Na utakapompokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, utaondolewa dhambi. Dhambi litaondolewa kwako, na dhambi itakapoondolewa kwako, utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ambacho nimekwambia kipawa cha kwanza cha Roho Mtakatifu ni ondoleo la dhambi na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoondolewa dhambi, inapoondolewa ndani yako, neno la Mungu linaanza kuchukua mkondo ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoanza kupokea hili neno la Mungu, linapoanza kufanya kazi ndani ya maisha yako, utaanza kuona mabadiliko. Maisha yako yatakuwa ya mafanikio. Maisha yako yatakuwa ya mafanikio makubwa. Utaanza kukutana na mafanikio. Utaanza kufikia mafanikio yale Mungu aliyokusudia ukaweze kuyafikia maishani mwako. Maana adui amekuzuia usiweze kuyafikia. Ndio adui amekuzuia wewe kutompokea Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yako. Amefanya moyo wako kuwa mgumu, na unaendelea kukaa katika maisha magumu, unaendelea kukaa katika maisha ya mateso, na moyo wako umekuwa mgumu. Asubuhi ya leo, fanya moyo wako kuwa mwepesi. Fanya moyo wako kuwa mwepesi. Amua tu ndugu yangu, amua mama yangu, amua mzee, kumpokea Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yako. Na utakapompokea Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yako,
Nimekwambia ondoleo la dhambi. Dhambi ulizozitenda hata miaka ilizopita zitaondolewa ndani ya maisha yako, na zitakapoondolewa ndani ya maisha yako, hautakuwa mtu wa kawaida tena, maana neno la Mungu litaanza kufanya kazi ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Litaanza kufanya kazi ndani ya maisha yako. Hautakuwa mtu wa kuyumbayumba, hautakuwa mtu wa kubebwa na upepo, hautakuwa mtu wa kwenda ukirudi nyuma kiwokovu, kwenda kurudi nyuma kiwokovu. Wengine wetu tunaenda tukirudi nyuma kiwokovu, kwa maana tumekataa kulishikilia neno la Mungu, tumekataa kuwa watu wa kulisoma neno la Mungu, tumekataa kuwa watu wa kulisikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hili nalifananisha na maji, nalifananisha na maji, hili neno la Mungu ambalo mtu mbegu inapopandwa, usipolitilia maji kila wakati, unasipolitilia maji ile mbegu kila wakati, haliwezi kumea, litakauka, litaliwa na ndege. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe unayempokea Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako, ni lazima ukubali neno la Mungu likawe kila wakati linamiminika ndani yako. Ni unalisoma neno la Mungu kila wakati, kila dakika, ambalo linakufanya wewe kuwa hata katika maisha yako ya kiimani. Maana maandiko yananiambia imani yetu inakuja kwa kulisikia na kwa kulisikia kusikokuwa na mwisho neno la Mungu. Tunapolisikia neno la Mungu kila wakati, kila dakika ndani ya maisha yetu, tunaendelea kukua. Imani yetu inakuwa, imani yetu inaendelea kukua, imani yetu inakuwa, na imani yetu inapoendelea kukua, ndipo tuna mafanikio yanakuja ndani ya maisha yetu, na ndipo tunaendelea kusitawi katika maisha ya wokovu. Tunaendelea kuwa imara katika maisha ya wokovu. Tunafikia kile kiwango kama kile cha Paulo anaposema, najikaza mwendo ili nikaifikie mendea ya thawabu, nikaweze kuifikia mendea ya thawabu ya mwito mkuu ambaye Mungu ametuitia. Tunaweza kuifikia, tunaweza kufikia makusudio ambayo Mungu aliyokusudia ndani ya maisha yetu. Mama, unaweza kufikia uponyaji wako. Unaweza kufikia, wewe unayenisikiliza pale kitandani cha wagonjwa, unaweza kufikia uponyaji. Uponyaji wako hauko mikononi mwa wale wanaokuzunguka. Uponyaji wako uko katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako haziko kwa yule unayemtegemea. Baraka zako ziko katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuinuliwa kwako, kufanikiwa kwako mama, wewe ambaye umekosa mtoto, wewe ambaye unapata miscarriage kila wakati, kufanikiwa kwako si kwa ilizi. Kufanikiwa kwako si kwenda kuchanjwa na kuwekwa madawa. Kufanikiwa kwako ni kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na huwezi kulipokea neno la Mungu ikiwa hujampokea Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako. Ndipo asubuhi ya leo nimekuja tu kuweka changamoto kwako, nikikwambia karibu, mpokee Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako. Na utakapompokea Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako, dhambi zako zitaondolewa. Na dhambi zako zitakapoondolewa, roho utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, ambalo ni neno la Mungu. Na hili neno la Mungu litaanza kufanya kazi ndani ya maisha yako. Vitu vyako vitaanza kunawiri. Utaanza kupokea mafanikio kila area ya maisha yako. Utaanza kuona vitu vyako vikinawiri pale katika biashara yako, vitu vyako vitanawiri. Hata katika masomo yako utaanza kujipata unaanza kuelewa yale masomo ambayo ulikuwa huyaelewi. Biashara yako inaendelea kufanikiwa, jamii yako inazidi kutendewa mema, watoto wako Mungu anazidi kukubariki. Wewe ambaye hujapokea hata mtoto, Bwana anaanza kukupatia tena watoto. Maana hizo ni mojawapo za mafanikio ambazo ametuahidi ndani ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na si hiyo tu, pia utaendelea kusimama imara.
katika maisha yako ya wokovu. Ikiwa unataka kuomba pamoja nami, uko tayari kumpokea huyu Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako, ninaomba ukaombe ombi ili pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako nikiwa mwenye dhambi. Naomba ukayafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, ukaniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Siku ya leo ninaamini kuwa wewe Yesu ni Mwokozi ndani ya maisha yangu, na pia ninaamini ya kuwa ulikufa, ukazikwa na ukafufuka, na sasa nimesamehewa, nimehesabiwa mwenye haki bure kwa ajili yako. Asante Yesu kwa kuokoa maisha yangu, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante ambayo umeomba ombi ili pamoja nami. Popote ulipo, Mungu akazidi kukubariki na Mungu akazidi kukuinua. Mungu akazidi kuwa mtetezi ndani ya maisha yako, na kwa sababu umefanya uamuzi mzuri wa kumpokea Yesu kuwa Mwokozi ndani ya maisha yako, dhambi zako zimeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu dhambi zako zimeondolewa, umepokea kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye ni neno la Mungu. Usiwache kulisoma neno la Mungu. Tafuta kanisa hapo karibu na wewe ambalo lina msingi ya neno la Mungu, watakufundisha. Kuna watumishi wa Mungu mahali pale ambao Mungu amewaandaa mahali pale kwa ajili yako. Amewaandaa mahali pale kwa ajili yako, wakaweze kukufundisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uko hapa Mombasa, within Mombasa, ninakukaribisha hapo Glorious River Church. Nilikwambia ukipanda gari ya kutoka town, unapanda gari ya Bamburi Kisauni, unashuka stage inaitwa Anwarani ama stage ya Mwembeni. Unaposhuka mahali pale, ukiulizia tu kanisa la Glorious River Church liko wapi, utaonyeshwa. Utaletwa mahali pale, utatukuta mahali pale. Tuko chini ya Bishop Zakaria Mwagandi, tuko mahali pale. Tutakusaidia kulielewa neno la Mungu, tutakusaidia kukufundisha na kulielewa neno la Mungu. Na ninajua utakapolielewa neno la Mungu, maisha yako yatajawa na mafanikio. Maisha yako yatajawa na mafanikio makubwa, na ninajua utaendelea kusimama imara katika maisha yako ya wokovu. Hautayumba yumba, utasimama imara. Kama sisi Mungu alituwezesha kusimama imara, ninaamini hata wewe ataweza kukusimamisha imara. Amen. Amen. Nataka niwe pamoja nasi sote ambao mmekuwa mkinisikiliza na wale ambao mnanitazama. Asanteni hata kwa kutuma like zenu. Asante, ninawaona ambayo mnatuma likes zenu. Asante hata kwa wale ambao mnatuma comment zenu. Asante hata kwa wale mna share kwa marafiki zenu, share kwa ndugu zenu, share. Hujui ili neno litamfikia nani, litamponya nani, litamsaidia nani. Share tukaweze kufikisha injili ya Mungu katika level nyingine. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea mtazamaji wangu. Bariki maisha yake, mtendee mema Mfalme. Tazama Bwana wa majeshi, umesema ndipo utakapofanikisha njia zetu. Asante Mfalme, maana Bwana unaenda kufanikisha njia ya mtumishi wako asubuhi ya leo. Pale katika biashara yake unaenda kuachilia mafanikio ya ajabu, mafanikio ya kushangaza, mafanikio ambayo hajawahi kuyaona maishani mwake. Hata kwa yule ndugu ambaye yuko pale kitandani, yule mama mgonjwa, na yule mtoto Mfalme, unaenda kuachilia mafanikio ambao ni uponyaji ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Unaenda kutoa udhaifu ndani yake, unaenda kutoa unyonge, unaenda kutoa na maradhi ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako, maana kuanzia siku ya leo tunaenda kulishikilia neno lako. Tutaitafakari usiku na mchana, tutalisoma, tutalielewa. Tutakapolielewa, Bwana umeahidi ndani ya maisha yetu
kuwa tutafanikiwa. Nami natangaza juu ya kila mmoja anayenitazama, anayenisikiliza popote, akafanikiwe pale nyumbani kwake, akafanikiwe katika shamba lake, akafanikiwe katika biashara yake, akafanikiwe pale kazini kwake, akafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kutana na kila hitaji analolihitaji. Msimamishe mtumishi wako. Tazama yule ambaye anarudi nyuma kila wakati, kila dakika anarudi nyuma katika maisha ya wokovu. Wacha neno hili Bwana likamfikie, na litakapomfikia Mfalme, ukamsimamishe imara, ukamsimamishe imara. Chochote cha kumregesha nyuma tunakikataa maishani mwake katika jina la Yesu Kristo. Hizo magonjwa za kuwaregesha nyuma tunazikataa katika jina la Yesu. Hizo tamaa na kiu zinazowaregesha nyuma tunazikataa maishani mwao katika jina la Yesu Kristo. Natangaza juu ya maisha yao, haina uwezo wala mamlaka juu ya maisha yao. Maana Bwana, unaenda kumsimamisha mtumishi wako, unaenda kumsimamisha binti yako, unaenda kumsimamisha huyo mzee katika kila hali analolipitia katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo nanena baraka juu ya maisha yake. Akabarikiwe popote, akabarikiwe pale sokoni, akabarikiwe pale katika biashara yake, akabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Akaone ukuu wako, ulinzi wako ukawe juu ya maisha yao. Hata wale wanaosafiri katika miguu, katika magari, ulinzi wako Bwana ukawe juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao wanaoenda kujifungua, wanaojifungua siku ya leo, wanaenda kufikia kujifungua siku ya leo, Bwana unaenda kuachilia nguvu ya kujifungua katika jina la Yesu Kristo. Tuna cancel kila roho zote za operation katika jina la Yesu Kristo. Wanaenda kujifungua salama kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa Bwana, pokea na utukufu, na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nami katika ibada ya leo. Mungu akawabariki, Mungu akawatendee mema, Mungu akakutana na kila hitaji ndani ya maisha yenu. Amen. Usisahau siku ya kesho ni siku ya Jumamosi. Hatutakuwa na ibada ya asubuhi, bali tutakuwa na testimony jioni saa 3:30. Nitakuwa na dada yangu mpendwa, rafiki yangu ambaye Mungu amemwandaa kwa ushuhuda siku ya kesho saa 3:30 jioni. Usikose. Ambia rafiki, mwambie ndugu, ambia jamii. Kesho tutakuwa mahali hapa live kwa ajili ya ushuhuda, na najua ushuhuda huo utakujenga, utakusaidia, utakufikisha katika level lingine ya kujua Mungu wetu anaweza, na hakuna jambo lililo gumu mbele za machoni pake. Asanteni sana. Mungu akazidi kuwabariki na Mungu akazidi kuwatendea mema. Amen. 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 Asanteni.